Ringaziri panino, ringaziri panino, ringaziri panino, ringaziri panino. Akajapo ujukwipu tukutundume, agonege panja. Akajapo ujukwipu tukutundume, apapege panja. Akajapo ujukwipu tukutawanake, bapapege bakaja. Akajapo ujukwipu tukutawanake, bakwezega makambo. Mwena jumo, mwena jumo. Yes, mtazamaji wa Mawio Online TV, hujambo, karibu katika kipindi hiki kizuri, na siku ya leo tumepata nafasi ya kipekee kutembelewa na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini mwinjilisti wa Injili ya mtaa kwa mtaa, na si mwingine anaitwa Aliko Mwandelile, na leo tutafahamu machache kati ya mengi alionayo kwamba yeye ni nani. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Muujiza kwangu. Wow, Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Aliko Mwandelile ni nani? Aliko Mwandelile ni mtu mmoja hivi aliyetoka familia ambayo haina ushawishi, haina sifa, familia maskini. Okay. Na ndio maana tukinikuta nimesimama madhabahuni huwa najisema familia ya wapika pombe. Sasa katika hiyo familia Mungu ameachilia neema kwanza ya kuwa mtumishi, mchungaji, kitu ambacho hata mwanzoni kilikuwa ni kigumu kueleweka kwa watu kutokana na yale mazingira niliyotoka. Okay. Sasa Aliko Mwandelile ndio huyo mtu aliyetoka kwenye hizo familia za ambazo hazina ushawishi, haina sifa. Yaani huwa nikikaa nikitafakari huwa namrudishia tu Mungu tukufu kwa yale ambayo ameendelea kufanya kwangu. Umetokea kwenye familia ambayo haina sifa, haina vigezo, ambayo ilisaulika, pengine ni familia ambayo ilikuwa ni masikini kabisa. Lakini baadaye umepata neema ya kuokoka. Tunatamani kujua kutoka kwenye familia ya wapika pombe mpaka kumtumikia Mungu, safari yako ya wokovu ilikuwaje mpaka umesimama ulipo? Ni mwaka 2001. Okay. Kuna mchungaji wangu anaitwa Samuel Mwakosia. Akanikuta kwenye mazingira nikiwa nafanya kazi ya kulisha ng'ombe. Sasa kwenye ule mji yule mama akawa nasali kwenye hilo kanisa. Sasa yule mchungaji akaanza kunishuhudia habari za Yesu. Na sikumwelewa kirahisi, lakini aliendelea kunifuatilia na kuniambia, kijana, naona kuna kitu nacho ndani. Ukimpokea Bwana, hayo nayo yasema utakuja kuyaona mbele. Kweli katika watu ambao naendelea kumshukuru Mungu ni pamoja na mchungaji wangu Samuel Mwakosia kunifuatilia, maana watu huwa wanawafuatilia watu wenye vitu. Lakini mimi kipindi hicho nikiwa mchunga ng'ombe, lakini bado huyo baba ananifuatilia. Hata siponikuta leo, kesho nakuta tena amekuja. Kwa hiyo huyo baba, Mungu aendelee kumbariki na kumtunza na kumlinda. Hicho naamini ndicho chanzo cha hivi nilivyo hapa sasa. Okay. Uliokoka. Niliokoka. Okay. Mara baada ya kuokoka, familia yako ilipokeaje uamuzi wa kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ingawa sio vizuri kulisema. Okay. Nibaki tu kama nilivyo. Nikawa nimetangaza tena vita kati ya familia na mimi. Kwa nini unaacha imani ya kwetu unaenda kwenye imani nyingine? Okay. Lakini kadri tulivyokuwa tunaendelea na huyo baba, aliendelea kunipa maneno ya kunisimamisha kwenye wokovu. Sasa na pale kanisa nilipokuwa nimefika, nikakuta pana kwaya. Nikajiunga moja kwa moja kwenye kwaya moja inaitwa Kwaya ya Tumaini, kanisa la TG Tukuyu mjini. Okay. Pengine safari yako ilikuwa ni nyepesi ya wokovu? Wapendwa wote walikukubali au jamii ilikupokeaje? Manake kila mtu tunapozungumza kwenye mambo ya kumtumikia Mungu, safari ya wokovu, yako majaribu, mapito, changamoto ambazo wanakutana nazo. Kwako wewe, safari yako ya wokovu kutokea 2001 mpaka ulipo, hujakutana na changamoto
bado Yesu ameendelea kuwa ni Bwana, au kuna changamoto ambazo umewahi kukutana nazo na unatamani kushare na sisi na zinaweza zikamuinua mtu? Changamoto ni nyingi. Kwanza umeingia kanisani, umewakuta watu wenye tabaka za kila aina. Sasa unapoingia mtu ambaye umetoka kwenye yale mazingira ya kulisha ng'ombe, alafu wewe piga picha nyuma na uvaaji wako umekaaje. Kwa hata nilipoingia ndani ya lile kanisa, si wote walionielewa. Kwanza wengi waliniona ni kichaa. Maana mimi nilikuwa tu nikisikia muziki au nikiona tu kuna huduma inaitwa mkutano, nilikuwa siwezi kutulia. Na ndio maana huwa napenda kuwatia moyo wanaoanza huduma. Tulikotoka ilikuwa sio rahisi. Kwanza hata kanisa letu la TAG lilikuwa haliamini uimbaji binafsi. Wanaonekana kama uimbaji binafsi ni uhuni. Kwa tumetoka kwenye hayo mazingira, lakini ndani ya kanisa vitu ambavyo nikaa nimekutana nayo, sikujua kama nitakuja kuwa mchungaji au mwimbaji kama nilivyo sasa. Sasa yale mazingira Mungu alikuwa ananipitisha ili nije niwatie moyo watu ambao wanakutana changamoto kwenye huduma. Kwanza nikutana changamoto ya kukataliwa. Unakataliwa hata ukiruka, ukicheza, mtu ambaye hauna kitu ndani ya kanisa unaonekana unaleta vurugu. Sasa kiruka mwenye hela au mwenye wazifa unaonekana namtumikia Mungu. Unapokuwa tumemaliza ibada unaitwa kwenye kikao. Urukaji ule unaruka kama shetani. Sasa unajua kama hujapata mtu mwenye kukusimamia, na ndio maana ndani ya makanisa unakuta mtu alikuwa ameokoka vizuri anarudi nyuma. Kwani kwa sababu anaowakuta tayari kuna watu ambao wanajihesabia haki kwamba wao ndio wenye kithibitisho cha kuwathibitisha waenda mbinguni. Hivi unaoniona kwa kuruka na kufanya nini, nimewahi kutengwa. Nimewahi kutengwa mtumishi wa Bwana kwa sababu ya kuruka. Ya kuruka. Unaruka unakuta wenzako wanaenda huku. Wewe unakuta ule muziki yani unaruka yako Mungu aliyokutendea. Unaona kama hujaruka vizuri. Ndio maana tukifuatilia uimbaji, mahubiri yangu na nyimbo zangu, ninaimba yani kama vile nakuwa kama zimeweuka. Lakini kumbe liko jambo ambalo Bwana amenifanyia, na muda si mrefu kadri ninavyoendelea kipindi natamani watu waweze kujua kwa nini ninaruka, kwa nini nacheza, kwa nini najiachia mbele za Bwana. Ulitengwa kwa sababu ya kuruka. Haikuwahi kukukatisha tamaa kurudi ulikotoka kwa sababu kuna kanisa ulilokuwa unaabudu awali? Nikatisha tamaa, lakini wako watu ambao waliweza kunitia moyo kwamba hizo ni changamoto, lakini kinachotafutwa ni kile ulicho nacho ndani. Basi baada ya yale maneno na hapa nilipo, najua wale watu walikuwa daraja la kutia moyo kwamba usikate tamaa. Lakini Mungu anakuwazia mema. Ni kweli, nikiangalia kweli Mungu ananiwazia mema. Dansa wa Boni Mwaitege, ulikutana vipi na Boni Mwaitege? Tulipokuwa tumekutana na mtumishi wa Mungu Boni Mwaitege, kuna mchungaji mmoja anaitwa Mwangomba, askofu wa kanisa la EAGT pale Tukuyu. Akawa ameandaa mkutano mkubwa wa Injili na mhubiri na mwimbaji alikuwa kakaangu Boni Mwaitege. Sasa kwenye ule mkutano nilikuwa ni miongoni mwa waimbaji walikuwa wanahudumu. Sasa mimi uimbaji wangu kama nilivyosema nikawa naimba. Siku hiyo nikawa nimevaa suti moja nyeupe. Sasa ile suti nyeupe nikawa naruka na jiachia na jigaragaza. Sasa kulikuwa na mdogo wake na Boni Mwaitege akawa na shuti lile tukio. Baada ya ule mkutano kuisha jioni, akawa anaonyesha sasa kaka yake ambaye ni kaka yetu sasa Boni Mwaitege. Basi siku iliyofuata akatamka mbele ya mkutano kwamba kuna kijana mmoja nimeona anacho kitu. Nimeona tu nitoe sadaka ya kumsaidia. Ni kweli, kwa kweli siku aliyosema kesho, na nilikuwa ni Jumamosi, sasa hiyo anasema Jumapili ndio tunamaliza mkutano ili sasa tuanze safari ya kwenda Dar es Salaam. Nakumbuka 2007 sijakosea, ndio siku ya kwanza sasa mimi kwenda Dar es Salaam. Sikuwahi kuwaza kama nitaweza kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu wa kwanza kunipeleka Dar es Salaam alikuwa ni kaka yangu Boni Mwaitege. Umetumika naye kwa miaka mingapi kutoka 2007? Miaka 8 hivi nimetumika naye, na kwa kweli
Mungu amemjalia moyo wa kusaidia watu. Maana wakati nafika nikawa nimekuta Masa Baraka. Okay. Nyumbani pale ndio ana wimbo mmoja. Kwa heri nenda salama. Ndio tumemkuta sasa sisi. Yule tunamuita dada yetu. Alafu pia nikawa nimewakuta akina Claudi Mwakalasi alengo Mieni. Lakini pia nikawa nimemkuta ndugu yangu mwingine pia na Mwasofu. Na akina Edi nimewakuta pale sasa kama kaka zetu. Basi baada hapo tukawa tunaendelea na mambo mengi. Okay. Licha ya kusaidiwa na Boni Mwaitege, kwako kilikupa uthamani gani? Kwanza hata watu wakati wanasikia kwenye ule mkutano kwamba Boni anataka kumsaidia aliko, kwanza walitamani waweze kuona nao ili wamwambie madhaifu yangu niliyokuwa nayo, maana kila mtu akose madhaifu. Kwamba huyo kijana sijui 1 2 3 kama nilivyosema, ukiwa maskini unaweza ukapewa hata vitu ambavyo hujawahi kufanya. Kwa hiyo kwanza mimi nilikuwa kama muujiza kwangu, muujiza mkubwa kukutana na mwimbaji mkubwa. Ile ni fursa, maana kupata mwimbaji mkubwa kama ile hasa tena kipindi kile ilikuwa sio jambo la kawaida. Kwa yote yale ilikuwa ni maandalizi ya Mungu kunitambulisha kwamba nitakuwa nani kesho. Okay. Umetumika naye baada ya miaka 8 mkaachana. Mliachana salama au ilikuwaje? Tuliachana salama. Tuliachana salama. Na tuliachana baada ya sasa kuanza kupata wazo la kutoka kuoa. Okay. 2015 nikawa nimeweka mikakati ya kwanza kuoa. Kwa ikanibidi nirudi wapi? Nirudi Mbeya sasa niweze kuanza kutembea sasa kama mimi, maana tayari kaka ameshafanya yaliyo yake. Na mimi niangalie na wazazi kusimama kama mimi. Okay. 2015 huduma yako ikaanza kwa upya ukiwa kama mwimbaji ambaye unajisimamia mwenyewe. Baadaye sasa hivi tunakutambua kama pasta pia. Unaweza kutuambia safari yako kutokea 2015 mpaka 2026 kwa upande wa huduma ikoje? Unajua mtu kutoka Dar es Salaam kuja Tukuyu sehemu au Mbeya ni jambo ambalo aliingia akilini. Watu wengi walinishangaa, hawakunielewa kwa nini nimechukua yale maamuzi. Ilikuwa ni maamuzi ambayo yalikuwa sio ya kwangu, ilikuwa ni maamuzi ya Bwana. Basi toka 2015 hapo kuna ukimya ukao umepita wa kutosha, lakini katika huo ukimya ndio Bwana kaniita pia kwa mchungaji. Nimeendelea nimeimba nikatoa wimbo unasema amebaki midomo wazi. Baada ile kwa imani sasa ikaenda, lakini kufanya vizuri. Lakini baadaye nikatoa tena wimbo mwingine, nikatoa tena wimbo mwingine, lakini kuna mtu mmoja nikawa nimekutana naye msibani, na huyo mtu hataki kutajwa. Na mimi kwa kweli sitatenda dhambi ya kumtaja. Lakini huyu mtu kwa kweli Mungu endelee kumbariki, endelee kumlinda na kumtunza. Aliponiona pale kwenye ule msiba, akasema ninaona kuna kitu ambacho unacho, ili umekosa mtu wa kukusimamia au wa kukusaidia. Nikaona ni wakati wa Bwana kweli. Yule mtu akawekeza nguvu kubwa kwangu, ya fedha, lakini pia na ushauri. Akasema lakini pia ukijaribu kuimba nyimbo za mfumo huu, na mimi zitakusogeza huyo mtu ambaye Mungu amenipa. Akasema mimi msimtaje popote. Sawa. Maana ukinitaja popote shetani huwa hapendi, anaweza kutumia hata watu ambao kwa hiyo huyo mtu kwa kweli Mungu endelee kumbariki. Kwa hiyo ule ushauri nikawa nimeuchukua. Nikajaribu kuimba sasa wimbo sasa huwa Kenya Kiosa. Serikali nini? Sikuona vile kupanga. Ni kweli. Baada ya kufanya hivyo kuta wimbo pamoja na kwamba ni wa Kiruga, lakini hata kama mtu asikii lugha ya Kenya Kiosa anatikiza tu kichwa, anafurahia. Maana kuna wengine watumishi wa Bwana Waislamu na wenyewe wananipongeza, nasema mtumishi wa Bwana wimbo hata kama hatuelewi, lakini ule mdundo yani umeendelea kutubariki. Mungu akubariki sana. Basi kwa kifupi, mtumishi wa Bwana
namfurahia Mungu toka 2015. Kumbe kwa Bwana hakuna kuchelewa wala hakuna kubaya. Nakumbuka nimekufahamu kupitia klipu ya msiba. Ilikuwa ni msibani na ulikuwa unaimba huo wimbo Linga Silipanino, na ni moja kati ya mahubiri ambayo yaliwavutia watu wengi na watu wengi walishare huo ujumbe. Pengine labda wakati unaimba Linga Silipanino sikunoga vision kupanga, labda maandalizi ya huo wimbo yalikuwaje? Yalikukuta abantu bapangile yako au ilikuwa ni ufunuo? Kama nilivyosema, ni familia niliyotoka. Ni familia ambayo ni maskini sana. Lakini pia mimi, baba yangu na mama yangu hawakuwahi kufurahi. Kwa mpaka nimekwenda kuchunga ng'ombe, sio kwamba ilikuwa hiari. Nikaona bora niende nikalishe ng'ombe na ule umri mdogo kuliko kushuhudia wazazi wangu wanagombana. Sasa katika ule ugomvi wapo majirani waliokuwa wanazungumza ya kwao kupitia ile familia iliyozaliwa. Na kwa kweli kutokana na yale mapito ya wazazi wetu, hata hapa tulipofika tunaendelea kumshukuru Mungu. Hakuna ambaye anapenda kulelewa mazingira ambayo wazazi wake wanagombana, wanapishana. Ndio maana tulikuta nafundisha, nawaambia hata wanandoa, hata kama mnapishana msipishane wakati watoto wanaona yako madhara. Mtoto hawezi kusahau haraka maumivu yaliyosababishwa na wazazi. Kwa hiyo kupitia hayo, lakini pia kupitia kanisani, kuna kipindi nilikuwa house boy. House boy kazi ndani. House boy kwa mtu mmoja pale Tukuyu. Sasa yule mtu, kuna kipindi zilipotea hela 100,000 na mule ndani tulikuwa watu 2. Basi kanisani kapelekwa kesi kwamba mimi ndiye niliyeiba zile. Nikatengwa tena kanisani kwamba wewe ni mwizi, wewe umeshatenda dhambi. Ni kweli nikawa nimetengwa kwenye kesi ambayo sijafanya. Kwa hiyo ukijumuisha hayo mazingira, nikana mwambia Mungu niseme kitu gani. Nikasema hicho kitu kwa kilugha chetu, Linga Silipanino, Linga Silipanino. Sasa unajua wimbo unaozungumza uhalisia unaishi. Ndio. Na wengine wananipigia simu, najisikia kumtukuza Mungu kwa sababu najua sio kwa akili. Kama ni kuimba Mbeya, kuna watu wanaimba. Ndio. Anaweza kukuimbia kapane kama napanda mlima Mbeya, ndio. Lakini mimi nikisema eti najua kuimba nitakuwa nadanganya, ila najua neema ya Mungu tu imeamua kunibeba. Mtumishi, tumeona staili yako ya uimbaji. Binafsi yangu niliona ulikuwa unaimba wimbo wa House Girl. Nadhani ilikuwa ni kama sokoni, sokoni ukalala chini, na watu wengi wamekuwa wakisema kwamba pengine akili haziko timamu kwa namna unavyoimba. Labda unaweza kuzungumziaje staili yako ya uimbaji? Sielezee hiyo staili yangu. Sio kwamba nimeanza hapa. Nimeanza toka huko nyuma. Sasa kwa nini nafanya vile? Mimi nilikuwa na ugonjwa wa kifafa kwa muda mrefu sana. Na wazazi wangu walijitahidi kunihangaikia kwenda kwa waganga wa kienyeji. Jamani. Sasa waganga wakawa wamewapa wazazi wangu ilizi 2. Ilizi moja nilikuwa navaa kiunoni, nyingine navaa kama mkufu. Lakini bado kifafa kinaendelea. Sasa nilipokutana na Bwana, lakini kabla sijaendelea kusema ni kukutana na Bwana, siku moja kifafa kikanikuta wakati niko chooni, vile vio vya miti. Sasa kile choo miti kumbe ilikuwa imeoza. Nikaanguka, ile miti kavunjika. Nikazama chooni, choo chenye mavi. Sasa Bwana akiwa amemkusudia mtu hawezi akaondoka. Sasa kumbe kuna mtu mwingine anakuja sasa kwenye kile choo na yeye kuleta haja zake. Ndio akakuta natapatapa kwenye kile choo, naendelea kuzama. Sasa huo ushuhuda napewa nikiwa hospitalini sasa.
Umenielewa? Yani wote mimi yani Mosa muno mkana mafi, Mosa muno mafi, Mosa kuligosa mafi. Sasa baada ya hiyo 2001 kuokoka, Bwana kama niponya na ule ugonjwa wa kifafa. Ngoja, 2001 ulikuwa na miaka mingapi? 2001 ndio nimetoka kumaliza la 7. Maana yake nilizaliwa 84. 2001 miaka mingapi? Miaka mingi. Nimemaliza darasa la 7 2001. Hapo nikawa napata ajira sasa ya kulisha ng'ombe. Na kulisha. Nataka kujua kifafa ulipona mwaka gani? 2001. Kuokoka. Okay, sawa. Kwa hiyo baada ya kunusurika na mauti ya kifafa tena kwenye shimo la choo, nikajiona kwa kweli mimi sitaimba kama wanavyoimba wengine. Sitafanya huduma kama wanavyofanya wengine. Nitafanya vile ambavyo ninaamini moyoni mwangu kwamba pengine ninaweza kufanya huduma, kwani Mungu ameniepusha na lile shimo la choo. Na ndio maana vita imekuwa kubwa kidogo, kwa sababu watu wengine nasema kwa nini usiimbe kama waimbaji wengine. Wengine hawajawahi kuumwa ugonjwa wa kifafa. Una ugonjwa wa kifafa usikiaje kama vile usikiaje kwa mtu mwingine. Na naamini kuna wengine wanaweza kuwa na maswali na comment. Lakini mimi hii style ya kuimba yako sasa unakuta naimba natembelea mgongo. Hapo sivui nguo. Ndio. Namtukuza Mungu kwa yale aliyofanya. Nafanya mimi na sijai kumhamasisha mtu afanye kama mimi. Nafanya mimi kwa sababu yako ambayo nimeyapitia. Na ule ushuhuda nao semaga, mfano sijawahi kuvaa nguo ya ndani. Kama nisikia kwenye mahubiri. Sasa mmoja mwalimu akasema, wanafunzi kesho mje mkiwa mmevaa nguo ya ndani. Nenda kumwambia mzee, lakini mzee hakuweza kunielewa. Mzee kwa sababu kaka zangu wakubwa tu mitaani na wenyewe hawavai hizo nguo za ndani. Sasa mzee alikuwa na kawaida ya kuifua ile ya kwake nguo na kuianika ili asubuhi haivae tena. Sasa siku hiyo sikuwa na mpango wa kuwahi shuleni. Nikachukua ile nguo ya ndani nikaivaa, ikawa kubwa. Nikaifanyia maarifa, nikaifunga kidogo huko, nikaifunga kidogo. Zile nguo za ndani kitembea tu vibaya, unakutemea hadi upande vyombo tena. Kwa hiyo kutoka nyumbani kwenda shule ya msingi Budiara, alinichukua muda kwa sababu hujazoea vyombo. Hanizoea kwamba tumeletewa kitu gani. Mwalimu. Pia nilipokuwa nimefika shuleni, nako niligeuka kwa utalii wa ndani. Maana wanafunzi hawajawahi kuniona. Huku kaptula imechanika, kanaonekana kama tochi za gari. Lakini hapa na penyewe pamezikwa. Kwa hiyo hata waamini wanafunzi walikuwa wananishikashika. Kuna kweli nialiko nimevaa nguo ya ndani. Kwa hiyo kutoka kwenye hayo mazingira kwanza watu wanadhani labda naigiza. Mimi siigizi, ndivyo nilivyo. Ndio. Sasa naweza kusema kuna watu wanasema kwa lengo ulizofika unaweza ukafanyaje ukaacha. Siwezi kuacha. Najua hapa mimi napita. Ndio. Dunia ninapita. Na huu mwili na wenyewe unafanyaje? Unapita. Kwa nataka nimtie moyo mtu anachoamini kwamba tunaweza kikawa baraka kwenye maisha yake. Asikiache kwa sababu watu wanasema. Lakini pia utandawazi, nguvu ya mtandao kwa kweli, na yenyewe kipindi hiki haikuepeki. Kama nakumbuka kuna watumishi wanasema simu wakati naingia hizo ni Freemason sijui nani. Sasa ndio wanamiliki simu tatu simu nene. Kwa hiyo nguvu ya mtandao kwa kweli imeifanya kazi ya Bwana iwe nyepesi. Maana nafika kwa wakati mmoja kwa mazingira hata ambayo toka uanze kuishi mpaka unaondoka duniani ingekuwa ni ngumu kwenda kufika maeneo, lakini nguvu ya mtandao imetusaidia kuhubiri Injili. Mfano kama hivi Kenya wanatusikiliza
Uganda na Marekani. Kama kuna watu wako Marekani wako kule wananipigia simu, yani wanabarikiwa. Kuna Wanyakyusa, kuna Wasafu wa Kinga wako Marekani, wanapiga simu, mtumishi wa Bwana, tuko mbali lakini unatusogeza karibu na jamii, nguvu ya mtandao. Kwa hiyo mimi nataka niwatie moyo, fanyeni, mnafanya kazi iliyo njema, hata kama wako watu ambao hawawezi kuwaelewa, wachache tunawaelewa kuhusiana na nguvu ya mtandao. Maana kama nilivyosema, kuna vitu vinahitaji maombi, lakini vitu vingine vinahitaji nini? Kama hivi vinahitaji mtandao. Maombi ni ya rohoni, lakini unapokuja mwili unatakiwa kukutana na Mawio Online TV ili uwe ukafike Marekani na kuwahudumia watu. Ukihubiri mtaani kwa kuimba na kufundisha pia, unajisikiaje unapokuwa unahubiri injili mtaani? Watu wanapokea au bado wanashupaza shingo? Watu kwanza wanaona kama mnawakosea kwenda ile siku moja. Okay, watu wanapenda sana, alafu pia wanasapoti wenyewe, hata hela sitoi. Ukiona vile vyombo ile gari huwa sitoagi gharama sana. Wanatoa watu wenyewe. Wanasema miongoni mwa watumishi kama hawatabadilika, wewe ni mtumishi wa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi mfano ni mtu wa wote. Mfano kuwe na tatizo, uwe mshirika wangu, usiwe mshirika, lazima nije kwenye hilo tatizo. Umenigusia kidogo kuhusiana na ule msiba. Ule msiba, yule aliyekuwa amekufa kwa mshirika, ila alikuwa ni mshirika wa kanisa lingine, lakini kaonekana yule mtu kabla hajafa alikuwa amekengeuka kidogo kwa zile sheria za kanisa, akawa ameenda nazo kinyume. Kuna watu nimejitambulisha kwamba mimi hata kama mtu amekufa, alikuwa ni mlevi, alikuwa ni jambazi, mimi kazi yangu ni kuja kutoa huduma. Habari za kule yule anakokwenda anakujua nani? Anakujua Mungu. Sikujua kama pia ndio siku yangu ya kufanyaje, ya kutambulisha na Mungu. Mimi Mungu amenitambulisha pia kupitia ule msiba ule ulikuwa umeusema hapo mwanzo. Pengine sasa hivi mafundisho mengi, watu wa majira ya toba, Yesu karibu anarudi, hayo ni mafundisho ambayo wahubiri wengi wa injili ya mtaani wamekuwa wakifundisha hayo. Pengine wewe unapokuwa unafundisha stendi, masokoni, unapata neno gani la ufunuo hasa kukiambia kizazi hiki cha siku za mwisho? Ninakushukuru kwa swali zuri. Mimi ni kama mvuvi wa samaki. Mvuvi wa samaki ili apate samaki hawezi kwanza kuchezea maji au kimvuli chake kikaonekana kwenye maji. Anatafuta sehemu ambayo pana utulivu, ndipo anapotega mitego yake. Sasa hivi ukiwafokea watu, ukaanza kwa gonga nyundo moja kwa moja, umpati, maana maisha yanawafokea watu, ndoa zinawafokea watu, lakini pia hata sisi watumishi wa Mungu tunawafokea watu. Sio kwamba sihubiri neno, ninalihubiri neno tena kwa akili kubwa, maana kizazi hiki tofauti na huko tulikotoka. Kwa hiyo kinahitaji akili sana, lakini pia kinamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anakupeleka kwenye hitaji linalohitajika kwa kizazi hiki. Ukienda na ile injili kama ya zamani, uwezo kumpata mtu. Ndio maana mimi mfano kanisa ninalochunga nimelifanya kama hospitali. Kila mtu anakuja mwenye shida mbalimbali. Na mimi kazi yangu ni kumwomba Roho Mtakatifu anipe ujumbe wa kukutana na baadhi ya watu ambao wameingia ndani ya kanisa. Nimeshuhudia kuna watu walikuwa ni walevi kabisa, yako makanisa walikuwa hawezi kuingia, lakini baada ya kuingia kwenye ile kanisa ambalo tunachunga, wamebadilika, wamekuwa watumishi wazuri, wamekuwa wahubiri, wamekuwa waimbaji. Kwa nini? Kwa sababu niliwasogeza. Mimi ni kama daktari, ukienda hospitali hawezi kusema wewe unaumwa ugonjwa fulani, kwanza natabasamu, pole, maneno yale ya faraja. Yeye anasema pole sana,
Hata kama kusindana ni kubwa na kupiga ile nasema usijali, hebu shusha suruali yako kama ni sketi taratibu. Unakuta wewe kupitia tu ule ukarimu wa yule daktari unashusha suruali, anachoma nini sindano. Ndivyo tulivyo hata sisi wahubiri, wachungaji. Sawa. Sasa hivi wimbi la watumishi wa uongo limekuwa kubwa, naweza nikasema duniani, si Tanzania peke yake. Lakini umeachia wimbo Ubutungululinga Bwalikiuma Ngalo Ntajiri. Pengine kwa watumishi wa uongo na ujumbe ambao umetoka kuachia hapa siku za hivi karibuni. Sasa mtumishi, changamoto tulionayo pia kipindi hiki watu hawataki kuambiwa kweli. Kwa nini? Na ndio maana nakuta vita inakuwa kubwa ukiwaambia watu kweli. Mfano sasa hivi ninawaelekeza watu kwamba ili Mungu akubariki lazima ufanye kazi. Si ndio? Sasa unakuta kuna wengine wameegemea tu upande wa maombi, kwamba maombi yanaweza kuleta pesa. Sasa watuulize sisi kutoka 2001 mpaka 2026 sasa. Ni miaka mingi. Ni umri wa mtu hapo. Kihuduma umri wa mtu. Sasa katika kupita tumepita, tumeona ili Bwana kubariki lazima ufanye kazi. Tena hiyo kazi uifanye kwa bidii, kwa juhudi kubwa. Sasa watu tunapofundisha habari za kazi wanadhani tunakwenda kinyume na Biblia. Hata wengine wanatumia andiko, wanasema Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Wengine wanasema wanasema ndege hawalimi hawapandi, lakini wanaishi kwenye kutafuta ufalme wa Mungu. Sio kwamba tunaposema habari za kazi usitafute ufalme, yani utafute ufalme, lakini wakati unautafuta ufalme bado uko duniani, unatakiwa kuishi. Na yako maandiko mengi sana yanatuelekeza binadamu kupata pesa. Sasa ndio maana kuna mambo yanatokea Afrika huko nje uwezo kuyakuta. Yani vituko vimekuwa vingi. Mchungaji Mgogo anafundisha vizuri sana kuhusiana na watu kujitambua na kujielewa. Sasa wimbi tulionalo la watumishi wa uongo kuaminisha watu kwamba watapokea baraka kupitia maombi, kwa kweli panahitaji watumishi ambao tunatakiwa kuisimamia. Lakini pia sio vita nyepesi, ni vita ngumu. Maana kizazi hiki hakitaki kuambiwa ukweli, wanataka kudanganya. Wengine wanasema utachelewa sana kutoka ulipokwenda. Mimi najua hata hapa nilipo ni neema ya Bwana. Sijakuwepo hapa kwa sababu eti ya nguvu zangu au akili. Neema ya Mungu. Kama ni kuchelewa, atakayeamua nichelewe ni yule ninayemtumikia. Wanasema utachelewa sana, lakini mimi najua Mungu akiamua jambo lake linakuwa. Okay, pengine labda ni jambo gani ambalo ulikuwa unatamani kushare na Mawiwa Online TV ambalo sijabahatika kukuuliza? Kwanza naamini mimi ni limbuko, lakini pia mimi mwenyewe kwangu ni limbuko hili. Maana sijawahi kuojiwa live. Okay. Live kwenye online TV. Ndio ya kwanza. Wow. Yani huu ni tuseme kifungua mimba kwangu. Okay. Kwa hiyo huyu ndiye Samueli wangu. Kwa hiyo Mawiwa Online TV kwa moyo walioonyesha, kwanza walikuwa wanifahamu. Wakanipigia simu na kujieleza kidogo kwangu, na mimi nikaona kwangu ni muujiza. Akawa ananiambia ukipata muda. Mimi nikaona nikiendelea kusogeza mbele, sijui ya mbele. Nikaona nisitoe siku ya mbele zaidi. Mwambie tu mtumishi wa Mungu, kwa heshima ulionipa, naomba kesho niahirishe kila lililo mbele yangu, tuje tufanye kazi ya Mungu. Ambacho najivunia, Mungu ameniongezea sasa ndugu. Ndugu, yani kuna watu wako nyuma yangu, wengine wamegoma kabisa kuwataja, lakini mfano namshukuru Mungu baada ya huduma hii sasa Ambweni na Songwe amekuwa baraka sana.
kwangu. Umekuwa ndio kaka yangu. Wakati ule wimbo natoka ndio aliyeufanya pia uende kutembea, maana kuna maneno aliyosema kwamba kwa sikio langu na ni dogo, lakini huu wimbo naona umebeba kitu cha ajabu. Kwa hiyo na Ambwene ameposti, na sasa nguvu ya mtandao hiyo, ameposti kwenye akaunti yake kaka yangu hana ile kabisa. Kama amenipigia simu ameomba Ambwene kama mtu wa kwanza kunisapoti. Sasa baada ya huyo mama ambaye sitaki kumtaja mama yangu ambaye Mungu amenipa, amen. Hapo akaja tena ndugu yangu Christopher Mwangira, na yeye akawa amenisapoti. Umeona kazi kwenda. Akaja tena dadangu Tumaini Mbembele, miongoni mwa watu waliokuwa wamesimama pamoja na mimi. Tumaini Mbembele akaja tena dadangu anaitwa Festina Mwando wangu, akawa amenisapoti. Lakini pia safari ilivyokuwa inazidi kuendelea, akaja tena kakaangu Jini Mafufu, akawa amejirekodi. Kwa hiyo mimi naona yani hata nisipopata hela, yani unapoona huduma inapokelewa ni zaidi ya hela. Hilo ndio kusudi la huduma tunazozifanya. Hela ni matokeo ambayo tunayasubiria mbele ya safari. Niliona na Eliudi Mwakasege pia amepost. Eliudi Mwakasege amenipost sio mara moja tena, ameendelea kunipost. Yani imefanya sasa Watanzania waanze kufuatilia aliko ni nani. Yani wako watu wengi sana ambao nitakiwa niwataje mmoja kwa sababu ya muda. Lakini kwa kweli nikiwa kwenye kituo cha Mawio Online TV, Mungu awabariki. Nikiwa kwenye kituo cha Mawio Online TV, yani Mungu awabariki sana Watanzania. Lakini Mungu awabariki wana Mbeya. Lakini Mungu awabariki sana Wanatukuru, Makangana, Pakasi, Nguti ni mwana wa Maliko mpija wa Mutikiara basajeti. Maana neema pia inatoka kwa watu wasipokuelewa. Lakini pia kuna watu wako Kiera, wakimuelewa mtu hawana kabambamba. Kwa hiyo wanakiusa wanaishi Kiera, wengine ni Manyasa, wengine Wambamba Bay. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Katika sehemu ambayo na enjoy ni Kiera, na watu wako hivi. Yani mimi tu kiburi changu kuhusiana kwenda kula kuku na samaki. Yani watu wameweka akiba hela kwa ajili ya kumlisha alikomanda. Yani hayo yote ni marupurupu. Wow, Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa mtu ambaye anatamani kuwasiliana na mimi kwa huduma, kwa ushauri, lakini pia kwa maombi, lakini pia kwa ajili ya huduma ya uimbaji. Anaweza kanipata kupitia mitandao ya kijamii. Jina langu ni moja tu, kiandika Aliko Mwandeli, iwe Facebook, iwe Instagram, iwe TikTok, iwe YouTube, unanipata kwa hiyo jina la Aliko Mwandeli. Lakini kwa namba ya simu 0692 244 219, 0692 244 219. Lakini pia ni mchungaji ambaye anatumika kanisa la TAG Katumba Stage. Ukifika tu pale stendi ya kuelekea Tukuyu au kuelekea Mbeya, uliza tu kwa mchungaji Aliko Mwandeli. Mungu amenipa neema ya kufahamika jina. Kwa hiyo bodaboda watakuelekeza. Ni kanisa ambalo liko jirani na barabara kuu ya kwenda Marawi, barabara kuu ya kuja jijini Mbeya. Na siku za ibada tunapatikana siku ya Jumatano saa 10 mpaka saa 11:30. Lakini pia Ijumaa tuna ibada pia saa 10 mpaka saa 11:30. Ibada ya Ijumaa ni ya maombezi na maombi kwa watu mbalimbali. Lakini Jumapili tuna ibada kuanzia saa 3 mpaka saa 4, ibada ya wanafunzi na maandiko. Lakini pia tukimaliza tuna ibada ya saa 4 mpaka saa 7 baada ya neno la Bwana. Baada ya hapo tunawaruhusu watu waweze kupumzika kwa ajili ya kusubiria tena ibada ya wiki inalokuja. Mungu awabariki sana na asante kwa kunifuatilia kupitia televisheni ya Mawio Online TV. Mungu akubariki sana mkurugenzi uliyebeba maono. Tunatamani kuona vitu vikubwa vinatokea. Kama mtumishi wa Bwana kukanyaga hapa, ninaachilia baraka
naachilia maongezeko, naachilia maono makubwa. Kesho tukuone unamiliki vitu vikubwa ambavyo kwa kweli vitakuwa baraka pia hata kwa sisi watumishi tutakao kuwa tunakanyaga kwenye hii madhabahu. Barikiwe sana.